Kauli mbalimbali zimeendelea kutolewa na viongozi wa Chama cha Mapinduzi kuhusu mchakato wa katiba mpya, zimezua mjadala mpya kuhusu msimamo wa chama hicho na namna ya kufanikisha ahadi hiyo. Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Emmanuel Nchimbi siku ya jana akizungumza swala la katiba mpya alisema Watanzania wanapaswa kuendelea kuipambania ili ipatikane, kauli iliyotafsiriwa na baadhi ya wadau kwa jukumu la kuisukuma ajenda hiyo halipaswi kuachwa kwa serikali au chama pekee. Hata hivyo, leo mwenyekiti wa Jumuiya ya Vijana wa CCM Mohamed Kawaida alichapisha ujumbe mrefu kwenye mitandao yake ya kijamii ukiweka mkazo umuhimu wa kuheshimu taasisi, maamuzi ya pamoja na nidhamu ya chama, huku akiambatanisha video iliyokuwa mwenyekiti wa kamati ya ilani ya CCM 2025 Profesa Kitila Alexander Mkumbo akisema katiba mpya ya ahadi ya CCM na Rais Samia Suluhu Hassan kwa kipindi cha miaka mitano ya 25 mpaka 30. Katika ujumbe wake, Kawaida amesema chama imara hakipaswi kujengwa juu ya mtu mmoja bali juu ya taasisi, akionya dhidi ya kile alichokiita personalization of power, ambapo maslahi binafsi hupewa uzito kuliko maamuzi ya taasisi. Anasema viongozi wanapaswa kutanguliza maamuzi ya chama na kwamba michakato ya ndani ya kupima uadilifu, uwajibikaji na uaminifu wa viongozi ni sehemu ya demokrasia ndani ya chama, si adhabu. Uimara wa chama hauko katika uwezo wa kiongozi mmoja kujijengea taswira mbele ya umma, bali katika uwezo wa taasisi kusimamia nidhamu, kulinda maamuzi yake pamoja na kuhakikisha kuwa uongozi unabaki kuwa taasisi badala ya kuwa wa mtu mmoja. Kupitia ujumbe wake mrefu, Kawaida amesema chama cha siasa ni taasisi inayojengwa juu ya misingi ya utaratibu wa ndani, uwajibikaji wa pamoja, nidhamu ya chama na uongozi wa pamoja. Uimara wa taasisi haupimwi kwa umaarufu wa mtu mmoja, isipokuwa kwa uwezo wake wa kulinda utaratibu, utamaduni na maamuzi ya pamoja. Pale ambapo viongozi au makada huanza kutanguliza malengo yao binafsi kuliko maamuzi ya taasisi, hujitokeza kile kinachoitwa personalization of power, hali ambayo maslahi ya mtu binafsi hupewa uzito kuliko uhalali wa taasisi. Katika utawala wa umma, tabia hiyo hudhoofisha mshikamano wa kisheria, hupunguza imani ya wananchi katika taasisi na huibua mgawanyiko ndani ya mfumo wa uongozi. Chama cha siasa chenye mizizi imara huhifadhi kumbukumbu zake za taasisi, hutunza utamaduni wake wa kisiasa na utumia mifumo yake ya ndani kupima uadilifu, uaminifu na uwajibikaji wa viongozi wake. Ndio maana kwa mtazamo wa taasisi, mchakato wa kuchambua na kupembua viongozi bali ni sehemu ya institutional accountability, internal party democracy na political succession management. Hatimaye wanaendana na maadili na misingi ya taasisi huendelea kubeba dhamana ya uongozi, huku wale wanaotanguliza maslahi binafsi wakijitenga wenyewe na misingi waliopewa kuisimamia. Kwa msingi huo, uimara wa chama hauko katika uwezo wa kiongozi mmoja kujijengea taswira mbele ya umma, bali katika uwezo wa taasisi kusimamia nidhamu, kulinda maamuzi yake ya pamoja na kuhakikisha kuwa uongozi unabaki kuwa taasisi badala ya kuwa ya mtu. Na kiamini sana chama changu cha Mapinduzi kuwa kinaendelea kujengwa juu ya misingi ya taasisi imara, nidhamu, uwajibikaji wa pamoja na uongozi unaotanguliza maslahi ya chama na taifa kuliko maslahi binafsi. Naamini nguvu ya taasisi iko katika uwezo wake wa kuhifadhi utamaduni wake wa kisiasa, kusimamia taratibu zake bila upendeleo na kufanya maamuzi yanayolinda uhalali na maendelezo wa uongozi.